Chamanzi. Mashaka kapini. Rais wa hehe wote Tanzania tunazidi kugumiana tu. Na tukigumiana mimi yani kwanza usiponiona mimi ujue Yanga icheze. Yani usiponiona mimi, yani mimi ukiniona mimi sasa umemwona engineer. Ukiniona mimi sasa umeiona Yanga zima. Na ndio maana hata nilikopita huko tusikia Yanga leo kumbe anacheza. Unajua watu wengine bwana wengine tunapenda Yanga kuliko nafsi zetu. Kwa hiyo unajua ligi wakati imesimama kidogo kuna vitu fulani waga tunavikosa mwilini. Yani kutoiona Yanga. Yani kama kumnyima mtoto ubwabwa. Tunashukuru ligi inaendelea inazidi kukata mawimbi na sasa hivi tunakwenda inaitwa ungwe ya lala salama tucheki na mbuzi. Kisasi leo mbele ya Azam FC. Merudi nyumbani kwao. Yani huyu mfunga madishi kwanza mara ya mwisho ndo alinitonesha, alikuwa kwanza kunidunda huyu. Mpaka kaniimbia mpaka na wimbo nana nataka kulamba koni utamwabalensa. Yani siku nilitoka nalia hapa. Alafu mwisho wa siku alivonigonga yeye akanirambisha miaza mkola hapa. Mwisho wa siku akanitonesha kaja kanikuta nani yule? Yule nani yule? Tabora. Sasa kisasi cha kwanza kimeshalipo wale Wanyamwezi wavuna asali wale. Nimempa bajaji kuliloka milika ikiwa na miguu yote mitatu. Sasa huyu mfunga madishi nimemwona juzi katoka kudufuliwa na wale nani Singida Black Star. Sasa ni zamu yangu. Atajuta kumkaba muuza visu. Na hii si mnajua style ya kumkaba muuza visu. Ukishamkaba muuza visu, jihami. Angalia katika pita zako. Utagumia naye kiwambazani kwake ama la. Sasa huyu narudi hapa alipontoneshea. Alikontoneshea ilikuwa wapi? Benjamin Mkapa Nilikuwa mimi mwenyeji. Sasa nimemfuata nyumbani kwake. Hapa Chamazi. Ilikuwa kwa Mkapa. Hivi ilikuwa hapa. Ila mimi kipindi kesi jahama uwanja nishakumbuka. Ndio tunapigika zile mechi mbili ndio tukauama na uwanja. Kweli nimeshakumbuka. Umenipambazua akili. Kwa kama rais wa heke wote Tanzania, hii ungwe ya lala salama. Hatucheki na kima, tunasema hatudondeshe hata tone la pointi moja. Hakuna cha sare, hakuna. Yani mechi zote nimeona zimebaki kama mechi na ile toto la mudu kilichanganya. Kwenye ile mechi inopigwa dana ambao sasa hivi tunajiita tucheze ile. Ile nao kihesabu ni kama mechi tunajiita mchezo lakini mtacheza. Mimi nasubiria kwanza ile hatima ya kafu. Maana hatima ya kafu walitoa siku 10 kasi. Unajua wale watu mimi nawachanganyaga wale. Sasa zile siku 10 tunazisubiria kwa hamu. Maana walipewa siku 10 watoe mwafaka. Pointi 3 tunapewa au hatupewi. Magoli 3 tunapewa ama zile tunaisubiria. Lakini sisi kama mashabiki na wanachama Yanga, hasi tunaanikiza engineers asikubali na tucheze tunataka pointi 3 sasa. Tunataka za mezani tuomole sasa ili iwe fundisho kwa siku nyingine. Au wakitaka tucheze wajiuzuru bodi yazima ile bodi iliyoailisha ule mchezo. Maana siku rais mimi sisemi ajiuzuru kwa sababu yako wewe kuhusika. Ile bodi ya ligi zima ilojihusisha kuailisha ule mchezo yote ijiuzuru. Ikijiuzuru ile mlete mtoto Amudi, mlete mtoto. Kama hajajiuzuru mtoto Amudi naomba nipange kwenye nusu finali ya FA. Hapo ndo nalitamani mimi mtoto la Amudi. Nani mimi? Safari hii engineer kumbuka ni mwenyekiti wa vilabu vyote duniani. Yani sheria zote za dunia. Sheria. Sasa kwa sasa kipindi hicho engineer Hersi alikuwa ni mkurugenzi tu wa GSM. Sasa hivi ni mwenyekiti wa klabu ya Yanga na ni mwenyekiti ya wenyekiti wa vilabu vyote duniani. Kaka wewe unamekaa karibu na mahakama unajua unashindwa kujua sheria kaka. Yeye ni mwenyekiti wa vilabu barani duniani. Wewe usikiaji vizuri duniani. Hata Mangungu naona kateuliwa kule sijui bodi ya nini sijui kule kafu. Yupo chini ya engineer Hersi. Sijui niliwana sijui. Kwa hiyo hata kule likenda shauri linapitiwa kwanza kwa engineer Hersi baada hapo inapelekwa kule. Kwa hiyo ukimzungumzia rais wa kafu anayefuata engineer Hersi. Sijui niliwana sijui. Kaka hiyo kamati ndo tutaijua tarehe 10 bado siku 10. Na hii si leo tulangapi? Leo siku ya 10 na gongo unajua lini ujue? Kesho. Sasa kesho waandishi kesho ndo siku ya 10 maana ile ilitoka ilikuwa juma ngapi? Ilikuwa siku leo wakati tunaenda Tabora ilikuwa tarehe kama tarehe moja hivi. Kwa hiyo siku ya 10 ni kesho. Kwa hiyo sasa hiyo tarehe 10 waandishi wa habari tegeni masikio. Tunavyokwenda kuomola pointi za bure. Alafu tunaangalia toto la Mudi linanyang'anywa pointi 15 linakwenda kucheza championship linaungana na Mbeya City ama la. Lakini pointi 3 tunazo tunazibeba sisi ili wewe fundisho siku nyingine. Nani? Tunakwenda kwenye sheria walioitunga TFF wenyewe mwaka 1938 bara 38 kifungo nyui inasema na kifungo nyui wakakiweka pale inasema kwenye mchezo husika kwa tarehe husika lazima timu zote zifike uwanjani. Asiyefika huyo alofika uwanjani apewe pointi 3. Mechi si iliahirishwa tayari, kwa nini mmefika? Tumefika kwa minajili kwa sababu mimi ni kwa mwenyeji, mimi nimefika pale uwanjani kwa muda mwafaka. Nilifika mapema kabisa. Mwisho wa siku namsubiri mgeni wangu akuja. Nimeingia nimefanya warm up. Hebu piga mahesabu mpaka nimeingia huko. Kwani siku ile kulikuwa kuna mgeni siku ile? Mimi nilikuwa mwenyeji, mgeni na mwalika mimi. Simba mshambu hata kuwepo. Nani hata kuja?
wamemkataza wenyewe, ndio watuambie sheria hiyo wameibomoa. Kwa sheria wameivunja na watatueleza sheria iliyotungwa na imevunjwa lini. Maana sheria iliyotungwa miaka hiyo kama wameivunja, ndio rais wa heke wote Tanzania wantamkie hiyo sheria wameitoa wapi. Lakini sisi kama Yanga hatuchezi. Nusu finali. Alafu ndugu zangu waandishi wa habari, kwa pila lile la lede la jana lile, wazee kibao wafupi kama vimbilikimu viko hivi, wazee wafupi kama mbilimbi viko hivi. Alafu kwanza itakuwa watoto wa Mudi, hata jana ile itakuwa muwe mwakenye kwa kitendo alichokifanya kuulima ule uwanja. Ule uwanja ule jana umelimwa mpaka wale Waarabu wakicheza mpira walikuwa wanazama mpaka kwenye magoti. Nijisikie mvua kaileta nani? Unajua kule kulikuwa mna hata mvua. Wewe mvua gani inanyesha kipande? Wewe mvua inanyesha kama pingiliza miwa. Majoe kule kulikuwa mna hata mvua kule. Watoto wa Mudi wa wanga, wachawi, washirikina. Na mimi nimekwambia, wewe mvua gani kwa inanyesha kama pingiliza miwa. Sasa angalia kwanza ukitaka kujua wale watu wa Ukinyemba. Uangalia kwanza vile vizee tangia majuzi vifupi kama mbilimbi viko hivi. Angalia tangia juzi vimfukuza yule meneja wa uwanja. Haya, umemfukuza meneja wa uwanja. Yeye ndio msimamizi wa uwanja. Wewe unaenda kufanya nini uwanjani? Maana meneja wa uwanja itakuwa asimamie minajili yote ya uwanja. Mwisho wa siku ameingia na majembe amelimalima amefukia vichwa vya mbuzi mle. Mwisho wa siku sasa uwanja yani mpaka nikisema anapanda mpunga sasa hivi wameharibu ule uwanja. Na sasa hivi nimesikia taarifa kutoka CAF wanakuambia kwa mitopele ya jana wanakuambia ule uwanja wanaofungia msababishaji nani? Mudi, watoto wa Mudi. Kuna nyinyi mwe mnawakenyia mambo ya ushirikina na mpira jamani. Tuliwaambia sajilini wanamleta Debora. Sasa mwisho wa siku sasa hata mimi mwenyewe nashindwa kuniloga ile tarehe 8. Wanawavizia Waarabu sasa. Angaliani kwa chumvi na kumegea nyingine. Chumvi zilipanda mpaka kwenye bei madukani. Watoto wa Mudi wamemaliza chumvi zote wamepeleka Benjamin Mkapa. Lete nyingine unasema kuna Sila, kuna Feitoto. Huyo Feitoto, Azam unachokijua mimi ukiwaangalia wenyewe, wamekaa kazi zao zinajulikana Azam. Wana kazi hizi mbili. Mpira umwachie Yanga. Angalia kwanza wanaofunga madishi mtani akina nani? Si Azam au Azam yao. Kwa hiyo Feitoto leo ni kwenda kumgea Sipana, aenda kafunge madishi kwenye viwambaza vya watu mitaani huko. Yule Bangala Sila na yule Bangala ambao umetoka kwetu sisi naenda kumpa deli la juisi akauze juisi mtaani. Bangala kashaondokaga, kashakimbia. Kweli timu ndogo jamani. Yani unajua mimi mimi naijua Yanga tu kaka. Na ndio maana mimi nimekwambia mimi sio shabiki wa mpira duniani, mimi shabiki wa Yanga. Mimi shabiki wa Yanga, mimi shabiki wa mpira. Baba ana jina gumu kaka. Ana jina gumu. Yani yule amekaa yani mimi nakwambia amekaa professional kaka. I say ana jina gumu yule mkuu. Wale yule jina gumu kaka. Mimi namjua Edina sasa hivi tu kaka, ambao nimeboresha kwenye benchi la ufundi. Edina sunali. Anaitwa Edina, namjua Edina. Yule mngana jina gumu kaka. Unajua yule sasa ile la tatu kule mimi nachojua Edina alikuwa anaifundisha timu ya Yanga Princess. Ambao unaona watoto wa Muda amejichangana na mtambulisha Mwamposa tunamtambulisha Edina kwenye benchi la ufundi. Kwenye benchi la ufundi unamjua nani? Kwenye benchi la ufundi ukitoa Edina Lema. Nikimtoa Edina Lema kwenye benchi la ufundi. Kwenye majina ya Pacome kuna jina la katikati kabla ya Zuzu. Yani Edina Lema kachitika majina matatu yale unaweka kwenye jina la tatu. Turudi kwa Pacome. Pacome ukitoa jina la Pacome Zuzu kuna jina la katikati. Ambao anaitwa Edina au? Wewe lete kwanza taarifa mpya. Unasema taarifa mpya. Lete taarifa mpya. Taarifa mpya. Anaitwa huyu Alhaji Sideri Mputi. Pacome ana majina matatu. Pacome alafu kuna jina mimi naijua Pacome Zua. Mimi naijua la katika mimi anamjua anaitwa Pacome Zua. Zua. Anaitwa Zua sizo. Pacome Zuzwa. Mwanachama nguli kabisa. Tena sio shabiki ambaye kadi kama kawaida nimemsikia ile rafiki yangu ile namba ngapi? Namba 3 ile, namba 2. Naona leo yupo uwanjani leo. Jeshi, Amiri Jeshi. Kwa sababu kuna mechi kama ya ukwasi. Leo yupo uwanjani. Sasa kwa sababu yule mwamba leo anarudi, sasa naona dhahiri kabisa maumivu unaokwenda kumgea Azam FC mfunga madishi. Namba moja kama kawaida nakwenda Digi Diala, namba 2 Diala kaka. Digi Diala. Unajua mimi nazungumza sana kiheo ujue. Alafu namba 2 hapa kama leo atakuwepo yule Amiri Jeshi mkuu yao kwasi, basi nitasema asante Mungu. Alafu namba 3 ambayo imeenda namba 3 sasa kama kawaida bodaboda yangu ile.
Boca Juniors, bodaboda naitaka. Namba 4 kama kawaida mwamba kutoka kule juzi katoka kupandishiwa cheo kule. Baka anaitwa Baka, katoka kupandishiwa cheo kule. Alafu namba 5 kijana alikuwa anawakilisha wenzie kwenye pesi ya jana ile kuelekea kwenye mchezo wa leo. Anaitwa kijana yule anaitwa Kibwana, anaitwa Kibwana Shomari. Namba nani? Namba 5 ile kaka. Wewe tulia wewe. Kwani hapa nimezungumzia Kibwana, nimemzungumzia Dickson Job. Hapa ujue nyinyi mnanichanganya ujue. Hapa unamaanisha yule alikuwa anawakilisha wenzie jana. Dickson Job. Unaona nimejichanga. Unajua wale kama wanaendana hivi. Namba 6 kama naweza nikamweka yule kijana anayepandaga meli anakwenda narudi anapanda anakwenda narudi yule. Hivi unaweza tulimwekaga kwenye ile Muda Day. Alafu namba 7 kijana wangu unajua huwezi kwenda kazini bila kuchomekea Max Zingeli. Namba 8 si kijana wangu atacheza leo. Unajua ukiona malelo huwezi kutibiwa bila yule kijana Dr. Ulicho. Sasa wale kijana walimuumiza. Sasa ndio yule sijui anaweza akacheza sijui anaweza namba 8 nyingine. Naweza nikamweka yule kijana kama Duke Abuya anaweza akakama na anaweza akafiti hivi. Maana yule anakwenda anapanda na kushuka. Alafu namba 9 pale ile namba 9 nimweke nani? Nimweke kama kijana wangu siwezi kumkosa. Beach kama kawaida yake. Amenigongea kichwa juzi kule wapi kule KMC kule Pacome. Amenigongea kichwa. Namba 10 huwezi kumkosa mwamba amekosa michezo miwili. Na ndo kinara wa magoli huko Yanga. Muite Pacome shemeji. Azizi Ki. Azizi sio kinara wa magoli. Kinara wa magoli sasa hivi ndo anaongoza top scorer sasa hivi. Wewe ufuatilie ligi sasa hivi. Alafu wewe unafuatilia nini? Kaka ndo kinara wa magoli. Huku Yanga, nimekwambia huku Yanga. Na magoli 10. Ana magoli 10 Azizi Ki na magoli 11 Mzidi magoli 10. Unataka furahi wapi kaka? Wewe ufuatilie kaka. Au wewe ufuatilie kaka. Mimi najua kaka. Azizi ana magoli mangapi? Azizi ana magoli kama bila kukosana magoli kama 11 hivi. Bila kukosea. Magoli 10. Mbona unacheka hata Dube ana magoli 10 na yeye pia wanafuatana na Mzize. Na Prince ana goli 11. Wewe kwenye mechi ambayo tumecheza ile mechi ambayo tumecheza ambayo tulitoka na clean sheet ya magoli ambayo Azizi Ki kafikisha. Tunakwenda kucheza mchezo wa mwisho kule alikuwa na goli ngapi? Ngoja. Wakati tunakwenda kucheza mchezo wa mwisho kule Mwanza alikuwa na magoli ngapi? Alikuwa na magoli 9. Tena hata kwenye 10 kwenye 11 wenyewe nimepunja. Kwa sababu juzi katoka na yani unaweza kusema 12 kabisa. Anayeongoza ligi kuu na magoli mangapi? Wa ligi kuu? Wengine kwa mimi siwajui, mimi namjua Azizi Ki tu huku kwetu huku. Wengine wale mimi wote siwajui. Mimi nafuatilia kwangu tu. Sasa sijamaliza kwenye 11 hapo sasa. Kwenye 11 anakwenda kumpeleka kijana ambao aliajiriwa na Azamu. Mwisho siku walipoona juisi zimezidi kaja kwetu sisi. Muite Mfalme Dube.